Na baada ya kuona vifaa ambavyo tunatakiwa uwe navyo ili uvitumie, sasa tuanze jaribio letu la kifani cha mlima wa volcano ama volcano eruption model. Kwanza tutaanza kwa kufuata na kuzingatia kanuni za usalama kwa kuvaa gloves. Kwa nini tunavaa gloves? Gloves ni muhimu kwa ajili ya kulinda madhara yote ambayo yanaweza yakaletwa na vifaa ama kemikali ambazo tunazitumia kwenye majaribio. Ni muhimu kuvaa gloves ili kuzuia kuchafuka, lakini pia madhara ya kemikali kwenye ngozi za mikono, kubabuka pamoja na kuchubuka. Hatua ya kwanza, tutaanza kuandaa michanganyiko ambayo tutaitumia kuchanganyika. Vinegar kwenye vipindi vya ulimwengu wa sayansi hapo nyuma nafikiri tuliitumia na tukaona kwamba vinegar ni aina gani ya kemikali ni aina gani ya kemikali katika makundi haya matatu. Kwa vinegar inapatikana kwenye kundi la asidi ama tindikali. Lakini soda ya kuokea ipo kinyume na vinegar ama iko tofauti na vinegar ama juisi ya ndimu ama limao. Yenyewe inapatikana kwenye kundi la alkali. Hivyo ni aina makundi mawili tofauti ya kemikali ambayo tukiyachanganya tunatarajia kuona mpambano wa kemikali ambao unaitwa acid and base chemical reaction ama tindikali na alkali, mpambano wa kemikali unaotokana na tindikali na alkali. Sasa tuanze kwa kuandaa mchanganyiko wa soda ya kuokea. Ili kupata urahisi wa kuiweka soda ya kuokea kwenye mlima wetu, inabidi kwanza iwe kwenye hali ya kimiminika, kwa maana ya kwamba itabidi tutumie maji ili iwe rahisi kuimimina. Hivyo utaweka kwa makadirio, si lazima sana uwe na kamili, kiwango sahihi, kwa sababu lengo ni kufanya maji yawe, kufanya soda ya kuokea iwe katika hali ya kimiminika. Kwenye mlima ambao unatengeneza, katikati unapaswa uweke chupa kama ambavyo mimi hapa uwezo kuona nimeweka chupa katikati. Kulingana na chupa ambayo nimeitumia, ujazo wake ni robo lita, kwa maana ya mils 250. Kwa hiyo vimiminika ambavyo nitavichanganya ni lazima nizingatie visivuke ujazo huo. Hivyo kupitia kikombe changu cha kupimia hapa unaweza ukaona baking soda yangu inaishia kwenye 150, na maana 100 inayobaki itakuwa ni tindikali ama vinegar. Kwa ninaweza nikaweka yote 150 au nikaweka 100 na hii nikaweka 100. Ni muhimu kwa sababu tunatumia maji kuchanganya, ni vizuri ukiweka baking soda nyingi ili kuongeza kiwango cha uwepo wa baking soda kulingana na kiwango cha maji tulichoweka, ili iwe na ikolee vizuri. Sawa, hii baking soda ambayo nimeichanganya na maji. Hapa nina vinegar ambayo nitaiweka pia kwenye chupa, lakini kwanza nitachanganya na rangi soda yangu ya kuokea yote. Rangi nyekundu ni vizuri ukitumia rangi nyekundu ama orange, ili kidogo iwe inaleta mfanano wa taswira halisi ya lava ambayo inatoka kwenye mlima wa volcano baada ya mlima wa volcano kulipuka. Tayari hivyo hatua ya kwanza. Hatua inayofuata ni kumimina
soda yangu ya kuokea yote kwenye chupa. Ni vizuri kuweka na hatua inayofuata ni kuweka sabuni ndani ya. Hatua ya mwisho baada ya kuweka sabuni ni kuweka vinegar ama juisi ya ndimu ama limao. Sawa, na kuona nini kitatokea. Na mpaka kufikia hapo nafikiri utakuwa unajiuliza baadhi ya maswali. Ndiyo, tumechanganya soda ya kuokea, rangi pamoja na sabuni, na kilichotokea ni mlipuko ama mpambano wa kemikali uliopelekea mlipuko ambao tunauona. Mlipuko huo umesababishwa na nini? Ni kutokana na vitu hivi viwili, kwa maana ya soda ya kuokea na tindikali kuwa na soda ya kuokea na vinegar ama juisi ya limao kuwa na tabia tofauti. Inapotokea umeweka asidi, umechanganya asidi pamoja na base sehemu moja, mara nyingi huwa unazalisha gesi pamoja na maji. Gesi pamoja na maji. Gesi ambayo inazalishwa tunaweza kuiona kupitia huo mlipuko kwa msaada wa sabuni. Sabuni imesaidia kuzuia gesi yote kupotelea kwenye hewa, ndio maana ukaona mlipuko umetokea taratibu. Lakini pia maji ndio kiwango ambacho kimebaki ndani ya mlima wetu, kwenye chupa ambayo iko ndani ya mlima wetu kwa sasa hivi. Hivyo mpaka kufikia hapo nafikiri unaweza kuwa umepata wasaa mzuri wa kujifunza na kuelewa ikitokea umechanganya asidi na bezi ni nini kitatokea, kwa maana unatarajiwa kupata mlipuko ambao utakuwa una matokeo ya gesi pamoja na maji. Hii ndio maana halisi ya chemical reaction ama mpambano wa kikemikali. Leo katika kipindi chetu tumepata wasaa mzuri wa kujifunza kuhusu chemical reaction ama mpambano wa kemikali kupitia aina rasmi ya chemical reaction inayotokana na acid and base, lakini tumefanya jaribio la volcano eruption model ama kifani cha mlima wa volcano kama ambavyo mmeona. Tukachanganya soda ya kuokea, rangi ya chakula pamoja na juisi ya machungwa, bila kusahau sabuni ya kunawia mikono, na kilichotokea ni mlipuko ambao tumeuona. Acid and bases zimezalisha gesi na maji. Sabuni ikatusaidia kufanya jaribio litokee taratibu kwa kuzuia gesi isikimbie yote moja kwa moja kwenye hewa, na ikatengeneza mapovu ambayo tunaona yakafanania na mfano wa mlima wa volcano ambayo iko hai. Mpaka kufikia hapo nafikiri umekuwa na wasaa mzuri wa kujifunza. Ni kuhamasishe wewe ambaye unapenda kujifunza sayansi, uendelee kujifunza masomo ya sayansi, penda kujifunza kupitia Ulimwengu wa Sayansi, kipindi ambacho kinaletwa kwenu na Project Inspire, STEM Park Dar es Salaam wakishirikiana kwa karibu kabisa na taasisi ya elimu. Ulikuwa na mimi Mashamba Kisakeni, mpaka pale ambapo tutakutana tena kwenye kipindi kijacho cha Ulimwengu wa Sayansi. Asanteni na kwaherini.